Tumshukuru Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kuteua mkoa wa Arusha na kutoa fedha bilioni 340 kujenga uwanja wa kisasa kwa ajili ya AFCON 2027. Mheshimiwa Rais amepanga kutuheshimisha Tanzania kupitia katika mkoa wa Arusha. Kwa maana hiyo, yanaonekana Moroko yataonekana hapa Arusha. Kwa hiyo na nyie wananchi wa Arusha mjiandae kwa fursa hizo, iwe bodaboda, iwe wenye hoteli, iwe mamalishe, wenye makampuni ya utalii, wawekezaji waione hiyo fursa ya AFCON 2027. Lakini nakuja hapa wakati michezo ikiendelea, kwa niaba yenu na nyie mlioko hapa, tuipongeze timu ya Taifa Stars kwa hatua hii waliofikia. Wamepambana, wameweka rekodi. Zamani ilikuwa tunaenda tunatolewa tu mapema, lakini wamejitahidi, wamepambana, na tuwapongeze, tuwatie moyo kwamba wametuwakilisha vizuri. Kwa hiyo yale yanayotokea kule ni maandalizi ya AFCON ya 2027. Tutakuwa na kikosi kizuri, tutakuwa tumepata uzoefu, na kwa kweli ikifika 2027 naamini tutakuwa na timu nzuri yenye ushindani, na tumethibitisha hivyo. Tumecheza na timu, kuna timu zimebugizwa magoli ya kutosha, lakini Tanzania tulikomaa, na mnaona kabisa kwamba vijana wanapambana. Tuwapigie makofi. Serikali kwa upande mwingine ni kwamba serikali imelipa fedha zote zinazohitajika katika bilioni 340. Tayari fedha zaidi ya bilioni 200 zimeshalipwa, na mkandarasi kwa kazi alizozifanya hadai hela yoyote. Kwa hiyo tunaenda vizuri, mkandarasi yuko vizuri katika muda, na serikali inalipa fedha, na hii inathibitisha dhamira ya Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan kwamba yeye ameweka commitment ya Tanzania kuwa mwenyeji wa mashindano ya AFCON ya 2027, na ndio maana amekuwa akisimamia kwa karibu na kutusukuma na wizara kuhakikisha kwamba mkandarasi analipwa fedha kwa wakati, na sisi tunataka kazi ikamilike kwa wakati mwezi wa 7 kwa viwango vile vile vilivyokusudiwa. Narudia tena, tunayaona Moroko katika viwanja vinavyojengwa ndio inatakiwa ionekane kwa Arusha. Na katika hili naendelea kuwashukuru kwa kazi hii ambayo mnaanza kwa uwanja mdogo ule kuotesha nyasi. Kwa hiyo mimi niseme tu kwa leo nimejiridhisha, kazi inaenda vizuri.